Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Karibu watazamaji katika kipindi cha elimu na uongofu, kipindi ambacho kinalenga kujenga imani zetu lakini na kukuza maarifa ya dini yetu ya Uislamu. Na leo tumekuandalia mada muhimu sana ambayo inagusa maisha yetu ya kila siku. Na mada yenyewe ni faida za kuleta tasbih. Tunafahamu kuwa katika zama zetu hizi pilika zimekuwa nyingi sana mpaka imefikia hatua watu kughafilika, kujisahau kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujisahau kufanya tasbih. Je, tasbih ina faida gani? Tasbih ina malipo gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ili kujua kwa undani zaidi, tupo na Sheikh Maalim ambaye atakayetujuza kwa undani zaidi. Nimpe nafasi aweze kuwasalimia. Naam, asante sana. Nashukuru kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha elimu na uongofu. Kwa jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Omar. Tufuatilie katika kipindi hiki ili uweze kupata faida. Naam, Ustadh Maalim, unaweza ukatueleza nini maana ya tasbih katika muktadha wa dini ya Kiislamu? Tasbihi katika lugha ya Kiarabu, kwanza tasbihi ni neno la lugha ya Kiarabu, limetokana na neno sabaha. Sabaha kwa maana ya kutakasa. Hii ni katika lugha ya Kiarabu, lakini kisheria katika dini yetu ya Uislamu, tasbihi ni kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusema subhanallah. Hii ni kisheria, ni kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pia kuna umuhimu gani katika kuleta hizo tasbihi na faida zake ni zipi? Umuhimu ni mkubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapata kuona umuhimu wa kwanza wa jambo hili la tasbihi, kwa maana miongoni mwa ibada ambazo alizozifuata, kuna ibada ambazo Bwana Mtume Muhammad amezifuata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa ibada hizo pia ukiachana na swala, pia tasbih. Wakati katika safari yake ya Mi'raj tunapata kuelezewa kuwa alikutana na Sayyidina Ibrahim, mmoja katika mawingu aliyokuwa akipita, malimwengu ya juu kabisa. Na alikutana na Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim akamwambia, akri ummataka minni salam, kwamba watolee ummati wako kutoka kwangu mimi Sayyidina Ibrahim salam. Wa akhbirhum, na uwaeleze ummati wako, kwa maana ya sisi ndio ummati Muhammad. Tunaambiwa na Sayyidina Ibrahim, ujumbe umetoka kwa Sayyidina Ibrahim kwamba annal jannata, tunaambiwa sasa kuhusiana na pepo, tayyibatu turbati, pepo ina udongo mzuri. Pepo, udongo wa peponi kule ni mzuri. Lakini pia adbatul ma, kuna maji matamu, tofauti na maji ya duniani kwetu. Unaweza kukuta maji mengine yana chumvi, maji mengine yana ukijani unatengenezeka katika maji. Hiyo maarufu inajulikana. Lakini pia maji ya kwetu haya unaweza kukuta mengine yako kama yana rangi ya maziwa. Lakini maji ya peponi kule, Sayyidina Ibrahim anasema azbatul ma, ni maji matamu na ni maji yaliyokuwa mazuri. Lakini pia wa annaha qi'an, anamueleza sasa kuhusiana na pepo kwamba pepo hiyo ni qi'an. Qi'an tunaambiwa ni ardhun wasi'a, ni ardhi ambayo ni pana. Wanazuoni wakasema uchache wake ni mfano wa dunia mara 2. Allahu Akbar. Kwa hivyo utakaposema neno hili subhanallah, utakuwa umejipandia mche mmoja katika ardhi hiyo ya Qiyan. Kwa maana Sayyidina Ibrahim alimwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ardhi hii ya Qiyan haijapatapo kuota mmea hata mdogo, lakini mche wake ama mmea wake ni kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Kwa hivyo mtu atakaposema subhanallah, faida ya kwanza atajipandia mche ule katika ardhi ya Qiyan. Hiyo ni faida tunapata, na tunaona umuhimu pia hapo katika kuteja ama kusema neno hili la subhanallah. Kwa hivyo utakaposema subhanallah utajipandia mche, lakini pia utapata na thawabu, kwa maana ya kwamba mche ule utakapoutunza bila kutukana matusi, bila kusema maneno ya hovyo, maneno machafu, basi mche wako utaendelea kuhimili, utaendelea kuwa mkubwa. Lakini upindi utakaposema maneno machafu, mche ule utakuwa umeukata. Kwa hiyo kuna umuhimu wake, lakini pia kuna hasara. Hasara ndio hizo kutaka. Kwa hiyo inapaswa kwa kila mtu ambaye ana thubutu kuleta tasbih, hakikisha anachunga, anajichunga. Mmoja katika maimamu wakubwa, Imamu Sheikh Ibn al-Qayyim anasema,
Yeye alipata kuulizwa swali hilo na mwanafunzi wake. Sasa shekhe, ikiwa tutaleta tasbihi kwa wingi, hiyo pepo si itakuwa ni msitu? Akamwambia usiangalie ni miche mingapi umeipanda katika ile ardhi, lakini pia angalia ni miche mingapi umeikata. Kwa maana ya kwamba unaweza ukasema subhanallah, ukawa umepita barabarani ukamwona mwanamke mzuri, ukawa umemtamani, ule mche tayari utakuwa umeukata. Kwa hivyo la tandhur ila kam shajaratin gharasta walakin indhur ila kam shajaratin bayyata. Usitizame ni miche mingapi umeipanda, lakini tazama ni miche mingapi umeipoteza. Naam. Shukrani Sheikh. Lakini vile vile kuhusu kuwa tasbihi ina mchango wote katika kuleta utulivu wa moyo na kuondoa msongo wa mawazo. Naam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kwamba kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu, basi nyoyo upata kutulia. Kwa hivyo kwanza, hebu tizama, unaposema maneno machafu nyoyo zinatulia. Unapotamka maneno yasiyofaa, matusi, nyoyo kweli inatulia. Lakini hebu tamka neno la Mwenyezi Mungu, kwanza unakuwa na hofu ya kumwogopa, lakini pia unaangalia mazingira ninayoyatamka, ama ninapotamka neno hili ni mazingira gani? Unakuwa na mazingira ya utulivu. Na ndio maana swala hatuwezi tukaswali tu sehemu yoyote, tunaswali sehemu ambapo kuna utulivu. Ama Qur'ani hatuwezi tukasoma sehemu yoyote kuna mambo ya ajabu. Tutafuta sehemu ambayo ni nzuri, fanya utulivu, ili nyoyo ziweze kutulia. Kwa hivyo utakapoleta tasbihi, utaleta sehemu ambayo uwezo ukaleta tasbihi sehemu ambayo watu wanasikiliza muziki kama klabu, sehemu za hovyo. Utatafuta sehemu ambayo kuna utulivu. Kwa hiyo kwa maana hiyo kuna utulivu wa moyo, lakini pia kuna utulivu pia wa makani, sehemu. Kwa hivyo yote unapata. Kwa hivyo utulivu ni mkubwa sana ambao unapatikana kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kwamba kwa kumtaja Mwenyezi Mungu basi nyoyo zinapata kutulia. Nataka kuweke wazi kidogo hapo kwamba inaruhusiwa kumtaja Mwenyezi Mungu mtu akiwa labda safarini au mama nyumbani anaendelea na shughuli zake. Je, inafaa kufanya tasbih au yoyote kama yuko katika shughuli zake inaruhusiwa kuleta tasbih wakati huo? Na ibada zimegawika sehemu mbili. Kuna ibada zenye wakati maalum, alafu kuna ibada ambazo hazina wakati maalum. Ibada zenye wakati maalum ni ibada ya swala, hija, funga pamoja na zaka. Lakini ibada ambazo hazina wakati maalum ndio moja na ibada hii za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tasbihi tunaweza kuleta wakati wowote, pahala popote, muda wowote. Wakati unaweza kuwa unafanya shughuli zako. Siku hizi kuna tasbihi zile tumeletewa za kuvaa kama pete. Unaweza kuwa unaleta tasbihi, upo katika daradara, unakwenda kazini, unarudi nyumbani, katika shughuli zako unaweza kuleta tasbihi. Kwa hivyo tasbihi unaleta wakati wowote, pahala popote. Kwa hivyo haina nyakati maalum kwamba wakati huu sasa ndio wakati wa kuleta tasbihi, ama wakati huu wa dhuhuri haitakiwi. La, tasbihi ni wakati wowote, kwa sababu tumepata kuona ibada zimegawika katika sehemu mbili, kwamba ibada hii ya kumtaja Mwenyezi Mungu haina wakati maalum. Naam. Katika kuleta hizo tasbihi kuna idadi maalum, labda mtu anaweza kufanya kwa idadi kadhaa ambayo tayari Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameielekeza, au ni uhuru mtu kujifanyia kwa idadi anayoweza? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwaambia maswahaba zake kuhusiana na tasbihi hizi, hakutaja idadi, japo wapo wanazuoni waliodiriki kusema, lakini kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, udhkurullaha dhikran kathiran. Mtajeni Mwenyezi Mungu utaji uliokuwa wingi, kwa maana hakuna idadi. Tumtaje kwa wingi sana. Kwa hivyo kumtaja Mwenyezi Mungu hakuna idadi maalum kwamba tufanye labda tulete tasbihi hizi kwa mara 100, 200. La, hakuna idadi maalum. Leta mpaka utakapochoka mwenyewe, ama leta kwa kiasi kile unachoweza. Kwa hivyo tunapata kujua ama kuona kuwa kupitia aya ya Mwenyezi Mungu hii kwamba udhkurullaha dhikran kathira, kwamba mtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi sana, huwa hakuna idadi maalum. Kwa hivyo wewe utachagua mwenyewe unataka kuleta kwa kiasi gani. Na kwa maisha yetu ya kila siku, vijana wa kisasa wanaweza kuhamasika vipi katika kuikimbilia ibada hiyo? Uhamasishaji wa kuikimbilia ibada hii ni mkubwa, lakini leo hii imekuwa tofauti, Ustadhi Musa. Imekuwa katika misikiti yetu tunauswali, watu wengi huwa wanakimbia baada ya swala
baadhi ya misikiti huwa tunaleta zile tasbihi. Watu wengi baada ya salamu tu wanaondoka, wanakimbia kana kwamba wao hawahitaji zile, lakini tasbihi tumepata kueleza mwanzo kuwa ina faida kubwa sana. Lakini miongoni mwa faida zake pia tasbihi, kwanza zinasababisha mtu nyoyo yake kutulia kama tulivyoona katika Qur'ani. Lakini pia inasababisha unapata thawabu, unafutiwa pia na madhambi. Umeona? Kwa hivyo watu wanapokuwa wanaondoka baada ya swala ile kutoa salamu, mtu anaondoka kana kwamba yeye madhambi hana, inakuwa si sawa. Kwa hiyo motisha ama umuhimu ama kuvutiwa kuwapa watu motisha vijana kuweza kuleta hii, kwanza unafutiwa madhambi, lakini pia kama tulivyoona kuwa unapandiwa mche mmoja kule katika ardhi ya Qi'an, lakini pia vile vile unapata thawabu. Lakini kumtaja Mwenyezi Mungu pia inakuweka wewe katika nafasi fulani kwamba unakuwa si mtu wa kutukana matusi. Ukijijua kuwa unamtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezi ukawa ni mtu wa kutukana matusi tu kila muda, kwamba utachanganya matusi na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani jambo hilo. Kwa hivyo hamasa ni kwamba unafutiwa madhambi, lakini pia unapandiwa mche mmoja kule katika ardhi ya Qi'an, lakini pia vile vile unapata thawabu. Naam. Kuna wakati mtu anakuwa anakithirisha sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini inapopita muda mfupi ama muda mrefu anakatisha kufanya zile tasbihi. Je, ni changamoto zipi ambazo huwa zinapelekea mtu kutodumu katika ibada kama hiyo kumtaja Mwenyezi Mungu? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika maneno yake anasema fanyeni jambo au dumu katika jambo hata kama ni kwa uchache tu. Lakini hii inapelekea ni kuwa watu wengine wanafanya mambo kwa kuiga, kwa kutaka ufahari, kwa kutaka kujionyesha kuwa yeye sasa anatembea na tasbihi watu wapate kumuona, ama yeye sasa ni mtu wa kumtaja sana Mwenyezi Mungu. Hii itakuwa si katika ikhlas ambazo tuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazihitaji. Kwa hivyo mtu atakapofanya kwa kujionyesha, ndio utaona mara ya kwanza basi anakuwa anaonekana ana tasbihi, anatembea barabarani, lakini baada ya muda fulani atakuwa ameacha. Kwa nini? Kwa sababu sio hulka yake ama sio jambo lake hili. Ili uweze kudumu katika jambo, kwanza kitu cha kwanza uwe na ikhlas katika moyo. Ufanye kilillahi, kwamba mimi nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukifanya kwa ajili watu wakuone, basi utakuta mwanzoni utafanya kwa kipindi fulani, alafu kisha utaacha, watu watakuwa wanakushangaa kwamba alikuwa mtu fulani, alikuwa ni mtu wa kuleta nyiradi, alikuwa mtu wa kutembea na tasbihi, lakini sasa hivi mtizame yupo katika sehemu zisizofaa. Kwa hiyo hii ni kutokana na kutaka kujionyesha, sio ikhlas. Tasbihi inatakiwa tulete kwa ikhlas kutoka moyoni. Lakini kitu kingine hapo, wengi wanafanya tasbihi kwa wingi. Utakuta mtu kaishapata hamasa, amehamasika kuanza kufanya tasbihi, imani imepanda, anaanza kufanya tasbihi zile kwa wingi sana, idadi ambayo yani mpaka inafikia pahala inamchosha. Mara nyingi ile pia inaweza kuwa ni chanzo cha kutokudumu katika jambo lile, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusikia hadithi anasema ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda zaidi ni yale ambayo ni madogo, ni machache ama yenye kudumu, hata kama ni kidogo namna gani. Hili unalizungumziaje? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mafundisho yake ilipata kusikika kuwa kuna mwanamke alikuwa akiswali sunna katika msikiti, lakini akisimama zile tahajjud. Lakini mwanamke huyu alikuwa akiswali kwa wingi, kisha akafunga kamba katika nguzo mbili za msikiti, akawa anaegemea huko anaswali. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia kuwa fanyeni mambo kwa kati na kati, kiasi. Ukichoka basi pumzika, usifanye kwa jambo ambalo wewe huliwezi. La yushadda dinu illa gharabahu. Hii dini mtu hatoitia uzito isipokuwa itamshinda. Ad-dinu yusr, dini nyepesi hii. Kwa hivyo Bwana Mtume alitoa amri kuwa mtu atakapofanya jambo lolote la sunna, basi akawa amechoka, pumzika, fanya kwa kiasi chako, fanya kwa kati na kati. Kwa hivyo Bwana Mtume anatufundisha kufanya mambo kwa kati na kati. Ukichoka pumzika. Naam. Vile vile kuleta tasbih basi na kuifahamu maana yake au tafsiri yake, kuna athari gani? Je, kuna faida au kuna kupungua kwa faida? Hakuna athari wala hakuna kwa kupungua kwa faida, kwa sababu utakapomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kilillahi, hata kama hujui maana yake, inawezekana mtu huyu akawa ameslimu upya, ni mgeni katika dini, lakini anapenda kujua
maana hizi, kwa hiyo kutamka hizi tasbihi. Kwa hivyo atakapotamka mtu huyu atapata thawabu zile zile tulizosema kuwa atapanda mche mmoja katika ardhi ya Qiyan, lakini pia vile vile atapata thawabu, vile vile atafutiwa madhambi. Kwa hivyo haina madhara. Lakini mtu akiwa anasema kwa istihzai tu, hatopata malipo yoyote, kwa sababu unakuwa unafanya istihzai, na wallahu yastahzi'u bihi. Mwenyezi Mungu hafanyiwi istihzai hata siku moja. Ikiwa unamfanyia Mwenyezi Mungu istihzai, unamfanyia maskhara, basi unajua unajifanyia mwenyewe. Ni sawa sawa na kuchukua matope ama mchanga useme unataka kuichafua mbingu. Wallahi la, yatakurejea wewe mwenyewe. Kwa hivyo istihzai haitakiwi katika masuala ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu yeye ni wa kutukuzwa, ni wa kutajwa, ndimi zetu zipate kuwa mtepe kwa ajili ya kumtaja yeye. Subhana lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Ya salam. Tayeb. Naam, bila shaka mtazamaji, tumeweza kupata faida kubwa kutokana na fadhila na faida ambazo zinapatikana katika kule kuleta tasbih. Ni ujumbe gani wa mwisho ambao ungeweza kuwapa watazamaji ambao wanatufuatilia? Naam, ujumbe wa mwisho ambao naweza kuwapa ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah astafa min al-kalami arba'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yapo maneno ambayo ameyachagua, maneno manne, ni kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Maneno haya pindi mtu atakapoyasema, kwanza kama tulivyosema kwa mwanzo, kwa mtu atapandiwa mti kule katika ardhi ya Qiyan, lakini pia vile vile mtu huyu atafutiwa madhambi. Lakini kama haitoshi, mtu huyu anakuwa anapata thawabu nyingi, lakini pia vile vile inakufanya upate utulivu wa moyo. Unakuwa mtulivu, unapata una refresh mind. Kwa hivyo faida ni kubwa, na wahusieni ndugu zangu watazamaji wa kipindi hiki na ufuatiliaji wa Rapta Channel kuwa kumtaja Mwenyezi Mungu saa zote ni faida kubwa tunazozipata, kama tulivyotoka kuzieleza kuwa wakati wote natakiwa tuwe ndimi zetu ziwe mbichi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kumuhusia moja katika maswahaba zake, alimwambia la yazalu lisanuka ratban li dhikrillah, kwamba usiache ulimi wako kuwa mtepe mbichi kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo neno hili la mwisho la Bwana Mtume aliyomwambia sahaba wake tulichukue na sisi kuwa tusiache kuwa ndimi zetu kuwa mbichi kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, asante sana Ustadh Maalim kwa ujumbe huo mzuri. Allah akuhifadhi. Amin. Lakini nikushukuru na wewe mtazamaji ambaye uliungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati, na kusihi tu usikose kuungana nasi katika vipindi vinginevyo vinavyokujia katika channel yetu hii ya Rapta TV. Ulikuwa nami Alhabib Musa, lakini leo tulikuwa na mgeni wetu maalum kabisa ambaye ni Ustadh Maalim Omar. Na kusihi subscribe channel yetu ya Rapta TV, comment na share, lakini usikose kufuatilia katika TikTok, Instagram, Facebook na mitandao mingine ya kijamii kwa jina la channel hii ya Rapta TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.